Bwana wetu Yesu Kristo, tunakuinua na tunakutukuza, umejaa utukufu na nguvu. Mambo yote ni salama kwa wote wale Bwana tuwajie wakutambuao kama Mungu na Mwokozi wa maisha yao. Wale wote wametambua ya kwamba wewe ndiye chanzo katika maisha yao na wewe ndiye wa kumalizia katika maisha yao. Na kujua kweli kabisa uliwatangulia katika maisha yao ndio waweze kuwa na amani na neema kuu wakati wowote waishio katika ufalme tulio ndani yake. Ninatukuza jina lako Bwana, nikijua ya kwamba sisi ni watoto wako. Pasipo Bwana tuwajie kupelekwa ili Bwana tuwajie, wewe ndiye uliweza kutufanya kuwa watoto wako na ukaweza kutupa uwezo na nguvu na mamlaka ya kukaa katika ufalme huu. Umekaa kama umechanganyikiwa, lakini kwa wote walio katika neema yako, maisha yao Bwana tuwajie iko sawa na wako na amani kuu kulingana na vile upendavyo. Pokea sifa. Ninawaombea kwa wakati tunaenda kusikia neno lako. Ninaomba uwezo wako, nguvu zako, mamlaka yako Bwana ndani yao ikaweza kutenda kazi kulingana na vile inavyohitajika. Na ninaomba mioyo yao Mfalme, jicho lao la rohoni wakati tunapokuwa tunaendelea, wacha liweze kuendelea na liweze kufunguka, waweze kutambua Bwana tuwajie ni utukufu gani Bwana tuwajie umewapa katika maisha yao, ndio waweze kuendelea kulingana na vile wewe Bwana tuwajie uliokusudia kutoka mwanzo. Ninawabariki na uponyaji wako Bwana wakati tunapoendelea na kuhubiri. Wacha uponyaji Bwana tuwajie uweze kufanya kazi katika maisha yao. Ninawafungua na yote yale Bwana tuwajie wanaona kama haiwezekani. Na kwa sababu Bwana tuwajie uwezo wote watoka kwako kulingana na neno lako Bwana. Ninawaombea Bwana tuwajie waweze kuamini na kuelewa. Hakuna jambo litaweza kupangwa juu ya maisha yetu sisi kama kanisa lako Bwana, na kama watoto wako litaweza Bwana tuwajie kutimia katika nafasi yake. Sisi Bwana tuwajie tumechaguliwa, sisi tumeinuliwa, sisi tumebarikiwa, sisi Bwana tumeponywa, sisi tumefanywa wana wa ufalme. Sisi Bwana tuwajie tumekuwa wana wa utukufu kwa sababu Bwana tuwajie hayo yote ni wewe umeyafanya. Wacha Bwana tuwajie baraka yako Bwana ya kikazi, baraka yako Bwana tuwajie katika maisha yao manyumbani, pamoja na watoto wao na watu wao Bwana, iendelee na kuongezeka, na Mfalme waweze kuwa na upendo na umoja pamoja. Ndio Bwana tuwajie kwa neno lako liendelee kujulikana na kusikika kwa umbali na hata kwa karibu. Na ni katika jina lako Yesu Kristo tunaomba sisi wote na tunaamini. Amen. Amen. Kwa hivyo nataka tuweze kuendelea na kuangalia kwamba how to receive salvation from the finished work of Christ. How to receive salvation from the finished work of Christ. Na tena ndani yake tuweze kutambua vile tunaweza hubiri neno lake katika kazi ile imekwisha. Katika kazi hiyo yake imekwisha, tunaweza hubiri namna gani? Tunaweza fanya hiyo kazi namna gani? Katika hiyo kitabu nimesema ya Mark 16:15, naomba unisomee Mark chapter 16 verse 15. And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature. He that believeth and is baptized shall be saved, but he that believeth not shall be damned. And these signs shall follow them that believe. In my name shall they cast out devils, they shall speak with new tongues, and they shall take up serpents, and if they drink any deadly thing, it shall not hurt them. They shall lay hands on the sick, and they shall recover. Number 18. Wacheni tusome kwa Kiswahili. Umeanzia 15 to 18. Yes.
nataka tuweze kulisoma kwa Kiswahili 15 to 18. Inasema ati Kisoma ile sio katika kitabu ya Mark 16:15. Katika hii kitabu ya Mark na katika kitabu ya John, tukiangalia tunaona kazi ya Kristo, vile Kristo alikuwa anamalizia na kila chapters alikuwa anamalizia kama hii ya Mark na kama hii ya John, na ingine nitakuonyesha wakati mwingine inamalizia namna gani. And he said unto them, chapter ya mwisho imesemaje? Kiswahili, akawaambia, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Bwana asifiwe. Akawatuma waende wakahubiri injili katika ulimwengu wote. Na nikakwambia ya kwamba kuingia katika kuhubiri si kuingia tu ati kwa sababu sasa umeitwa kuhubiri. Bwana asifiwe. Kuna njia ya kufanyika kuwa apostle, kuwa a preacher, kuwa a teacher. Kuna mpangilio, sio tu kwa sababu wewe uliambiwa wewe ni mhubiri. Mhubiri ama kuwa apostle ni kitu ya mwito. Kwa sababu hata wewe unajua katika kitabu ya Roman 10 katika kutoka mstari wa 14 inatuambia wanaweza kumjua namna gani kama hawajafanya nini? Hawajafundishwa, hawajaelekezwa. Kwa hivyo ni lazima kuwe na mwelekezi. Chini yake inasema ya kwamba wanaweza elekezwa aje kama mhubiri hayuko. Tena mhubiri anaweza waelekeza namna gani kama hajatumwa? Bwana asifiwe. Kwa hivyo ni lazima kuwe yeyote yule anayesimama katika neema hiyo ya kuhubiri ni lazima awe ametumwa. Bwana asifiwe. Na ni lazima awe amechaguliwa. Na kama ule mtu hajachaguliwa, ile kazi yote atafanya ni bure na ni kazi yake. Ukiwa wewe ni kwa sababu ulisikia, wewe umeambiwa, wewe nabii alikuja akakwambia wewe Roho ananisaidia, wewe ni nabii, ananisaidia, wewe ni pastor, wewe ni mwalimu, wewe ni evangelist, wewe ni apostle. Yaani kwa sababu umeitwa yeye majina, amekuita yeye. Hapana. Kuna kazi utakapofanyia hiyo ibada ndio iweze kukamilika ndani yako. Na neno la Bwana linatuonyesha ya kwamba wakati ule Yesu Kristo alipokuja katika ulimwengu, neno linatuambia wakati alianza kazi, alienda akiwachagua. Bwana asifiwe. Wakaenda akaita Mathias, akaita Petro, akaita yule mwingine, wote wakawa 12. Na baada ya kuwachagua, alikaa na wao chini miaka 3 na ngapi? Na nusu, 3.5 years, akiwa anawaelekeza, anawafundisha. Wakiwa hata hawajaanza kufanya hiyo kazi ya Mungu. Bwana asifiwe. Wakiwa hata hawajaonyeshana mwito wao, walikuwa chini, walikuwa wanafundishwa. Wakati ule Yesu Kristo alijua ya kwamba wamekamilika na wametosheka, ndivyo alitangaza ukweli wa kifo chake. Bwana asifiwe. Haleluya. Ndio aweze kwenda, ndio aweze kuwatumia msaidizi, kwa sababu hawangehubiri kama hawana msaidizi. Wakati alipokufa ndio msaidizi alipokuja. Msaidizi alikuwa nani? Roho Mtakatifu. Kwa hiyo ni nini kilikamilisha wale watu ya kwamba ati nyinyi mmefanyika kuwa wafanyikazi pamoja na Kristo? Ni wakati ule Roho Mtakatifu alipowashukia, wakampokea na wakaendelea pamoja na yeye katika kuhubiri. Bwana asifiwe. Sasa shida iko hapa kwetu. Sisi tumekuta kazi imeshakwisha. Number 1, tumekuta kazi imeshakwisha. Number 2, tumekuta Christ ameshapeana Roho Mtakatifu.
Bwana asifiwe. Kwa hivyo sisi hatungoji kama vile akina mitume walikaa katika hapa ndio waweze kungojea watumiwa msaidizi. Sisi tumeshakuta msaidizi ameshapeanwa, Roho Mtakatifu ameshapeanwa. Kwa hivyo tayari ndani yetu tuna Roho. Bwana asifiwe. Na huyu Roho tunampokea namna gani? Wakati tumekaa chini, tumetulia, tuweze kuelekezwa, tukafundishwa, tumempokea Roho. Roho yule ninanena juu yake, sio yule wa kujazwa na lugha, sio yule wa kuongea na dini. Ninanena hiyo Roho yule tunayompokea hata kama hatuongei na lugha. Bwana asifiwe. Yule Roho tunampokea katika kwa kuamini neno. Wakati tunapoamini neno, tunapokea Roho Mtakatifu ndani ya ile neno. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nayo wakati kule tunaendelea na mambo hayo ya kuliamini neno, ndio tunajikuta tuko katika tunapata mazao, tunatoa mazao inaonekana kama gani? Kuongea na lugha. Bwana asifiwe. Tunajikuta katika tunapokea discerning spirit. Tunaenda hivyo, tunajikuta tunapokea word of knowledge. Hallelujah. Tukienda hivyo tunajikuta katika word of wisdom. Mambo haya yote yanazalika wakati ule tumekaa chini, tumekubali kufundishwa, tunapokea neno. Wakati tunaendelea tukipokea neno, hivi huo ndio wakati ule unajikuta umefika katika nafasi ya kuhubiri. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Kwa sababu udani wako umeendelea kukamilika. Nini kinakukamilisha? Ni Roho Mtakatifu. Kwa hivyo pasipo Roho Mtakatifu, sisemi pasipo kuongea na lugha, ninasema katika Roho Mtakatifu. Juzi hata nilikuwa ninaambia my husband ya kwamba neno nilisoma neno katika kitabu ya First John, nikaona ya kwamba Biblia inasema ya kwamba na muwe unaangalia unapima yule Roho anayenena mbele zenu. Bwana asifiwe. Kwa hivyo kwa sababu Roho ni mara ngapi? Sio watu wote wanaongea hata na lugha ati ni Roho wa Bwana. Kwa hata sio ati lazima mtu yeyote anahubiri ya kwamba ati amejazwa na Roho wa Bwana. Hapana. Neno linatuambia tuweze kuangalia sana na kuwa na roho wa kuelewa na kujua yule Roho anayenena juu ya maisha yako ni Roho aina gani. Bwana asifiwe. Kwa hivyo usiseme tu ati kwa sababu watumishi tukisimama tunafanya kazi moja, ni lazima na nitakuja kukuonyesha mpaka vile utajua huyu mtu ni Roho wa Bwana unaomuongoza ama ni roho gani anayefanya kazi ndani yake. Haleluya. Tukiwa tunasoma huo mstari, tunaona ya kwamba aliwaambia ndio enendeni ulimwenguni mote mkahubiri Injili kwa kila kiumbe. Namba 16 akasema aminie na abatizwe ataokoka, asiyeamini atahukumiwa. Aminie na abatizwe. Kubatizo huu ubatizo tunaona hapa si ubatizo wa maji, na huu unaleta confusion. Na ndio unaona watu wakiokoka the following Sunday wanapelekwa kwenda kubatizwa. Lakini huu ubatizo sio ubatizo wa maji. Huu ni ubatizo wa Roho. Bwana asifiwe. Hata mkisoma huko juu mtaona ya kwamba wakati walikuwa wanaohubiri, watu walikuwa wanahubiria, walikuwa wanajazwa na lugha, walikuwa wanajazwa na Roho Solo, walikuwa wanajazwa na Roho. Hata wakati ule huyu mtu tunaita Petro, hata wakati alitumwa kwa Cornelius, wakati alipokuwa anahubiri, hata wakati ule mtumishi wa Bwana alienda kwa akina yule mama tulikuwa tunaita Lydia ndani ya kule Jopa, wakati walikuwa wanahubiri, wale watu walikuwa wanajazwa na Roho. Ujazo ule walikuwa wanabatizwa ubatizo wa Roho. Ubatizo wa Roho ulikuja na Christ. Kujazwa na Roho ndio ubatizo wa Roho. Bwana asifiwe. Si ubatizo wa maji, sio water baptism. Hapana, ni ubatizo wa Roho. Ubatizo wa Roho ndio ubatizo huo sasa tunaoangalia, tunauona katika huu mstari wa namba
still sio ubatizo wa maji. Ubatizo wa maji ulikuwa umesha kwisha. Bwana asifiwe. Amen. Sababu Yesu hangeweza kuongea juu ya ubatizo wa maji kwa sababu yeye hakuwa amekuja kubatizana na nini? Na maji. Bwana asifiwe. Yeye alikuja kubatizana na Roho. Na ndio hapa inasema ya kwamba he that believeth and is baptized shall be saved. Kuwa baptized ni kuamini neno la Bwana. Bwana asifiwe. Wakati umeliamini linakubadilisha. Kupandwa kuwa baptized ni kubatizwa, ni kubadilishwa, ni kugeuzwa. Bwana asifiwe. Ni wakati umegeuka. Wakati umegeuzwa na neno la Bwana, umebatizwa na neno la Bwana, sio kwa maji. Alafu tukiangalia 17 inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa mapepo, watasema kwa lugha mpya. Kwa jina langu. Kwa jina la nani? Sio kwa jina la Paulo na sio kwa jina la Apolo. Sio kwa jina la Peter wala mtume wowote. Ni kwa jina la Yesu Kristo. Kwa nini? Kwa sababu yeye tunayenena juu yake na yeye tunayepeana kwa watu ni Christ Jesus. Sababu ni gani? Kristo ndiye alitumwa ulimwenguni aje afanye nini? Aweze kuonyeshana uwezo na nguvu za baba yake. Bwana asifiwe. Yeye aje ulimwenguni aweze kutukuza baba yake kutokana na neno. Kwa hivyo Yesu, Biblia inatuambia kwamba Yesu alipewa nguvu, mamlaka na uwezo wote, akaweza kuondoka nazo, akaja nazo katika ulimwengu. Na sasa hivi tulivyo hapa, tuna uwezo wote ni kwa sababu ya kumwamini. Tuna nguvu zote kwa sababu ya kumwamini. Tuna uzima wa milele kwa sababu ya kumwamini. Tuna utajiri wa rohoni na hata wa mwilini kwa sababu ya kumwamini. Bwana asifiwe. Wakati tulipomwamini, tulipokea vyote. Tuna mamlaka na nguvu ya kukomesha kila aina yote ya mapepo, kila aina yote ya giza, kila aina yote ya mambo yale haiandamani na mapenzi ya Bwana. Tumepewa uwezo huo. Haleluya. Lakini ni akina nani? Wale wote wameamini. Mtu yeyote yule hajaamini hana huo uwezo. Bwana asifiwe. Na ndio unaona kuna mahali maandiko inasema ya kwamba wana wa huyu mtu tulikuwa tunaita walienda kuomba, na wakati walipokuwa wakiomba walikuwa wanaitwa wana wa Skefa. Yes. Wana wa Skefa wakati walipokuwa wakienda kuomba, waliomba na wakaanza kusema katika jina la Yesu. Bwana asifiwe. Na wakati walipokuwa wanaongea katika jina la Yesu, neno linatuambia kwamba nao mapepo wakaja wakawauliza, twajua Paulo. Haleluya. Twajua Apolo, twajua Petro, twajua Christ. Nyinyi ni akina nani? Kwa nini? Sababu walipokea neno, lakini neno halikuingia katika nafasi, kwa njia ya kiroho. Hawakuamini neno katika Christ. Bwana asifiwe. Walikuwa wanamtaja tu kwa sababu anatajwa. Ni watu wangapi hapa wanamtaja tu kwa sababu anatajwa? Wewe hauna tofauti na wana wa Skefa. Na wakati wowote utakuwa katika dhuluma ya kile unaoomba na kile unaonena, sababu kimo ndani ya moyo wako, katika uwezo wote wa Kristo kiko katika moyo wako, kwa sababu umekisoma na umekitambua. Bwana asifiwe. Kiko katika mawazo yako kwa sababu umekitambua. Neno linafika kuwa uwezo na nguvu wakati gani? Wakati umeliamini kumpitia ye mwenyewe. Mwenyewe ni nani? Christ. Neno linakuwa na nguvu na linapata nguvu na linaanza kazi ndani yetu wakati tumeliamini kumpitia yeye. Haleluya. Bwana asifiwe. Na ndio neno linasema katika kitabu ya John 5:40 inasema ya kwamba na hawakuji kwangu ndio waweze kufanya nini? Waweze kuokoka. Hawaji kwangu ndio waweze kuokoka. Kwa hivyo wale watu, kwa nini waliulizwa na yale mapepo hayo yote?
waliulizwa kwa sababu hawakuwa wameokolewa, hawakuwa wameingia ndani ya Kristo, na Kristo hakuwa ndani yao. Kwa hivyo wakati ule walianza kutoa mapepo, walifanywa nini? Mapepo iliwapinda, mapepo ilibishana na wao, mapepo iliwakomesha. Bwana asifiwe. Na watu wengi mapepo inawakomesha, ama wanaomba na wasione mabadiliko, wasione jambo, hali yoyote ikibadilika, kwa sababu Kristo si mwokozi wao. Kristo ni jina kwao. Haleluya. Kristo ni mfanyikazi pamoja na wao. Kristo hajafika kuwa mwokozi. Kristo hajafika kuwa nguvu. Kristo hajakuweza kuwa mfalme katika maisha yao. Na ndio inasema wote wale watakayeniamini kwa jina langu watatoa mapepo. Kwa hivyo wana wa Skefa walikuwa wanamwamini ama hawakuwa wamemwamini? Wana wa Skefa walikuwa wamemwamini ama hawajamwamini? Hawajamwamini. Hivyo ndivyo watu wengi walivyo. Lakini sidhani hapa kuna mtu wa hiyo aina hapa. Sidhani. Nafikiria ukiambia mapepo toka, inafanya nini? Hakuna kitu rahisi kama kufukuza mapepo. Sababu mapepo haina mwili. Kufukuza mtu, kuombea mtu ageuke ni gumu sana kuliko kukutana na pepo hapa na kuanza kuiambia pepo toka. Pepo kuiambia, hakuna kitu rahisi kama kufukuza pepo. Iwe ni pepo ya magonjwa, iwe ni pepo ya aina gani, ni rahisi sana kuifukuza. Haihitaji mambo mengi, ni kuiambia pepo toka. Pepo toka. Kuliko kuambia mtu, kubishana na mtu mwenzako yani mkibishana. Bwana asifiwe. Kwa sababu yeye ndiye ataamua kuachana na yeye. Tunania resta. Kuya pepo ya magonjwa na maradhi na uwazimu toka ni rahisi. Kuliko kuambia mwenzako achane na wewe. Sababu ataachana na wewe kwa sababu ya uamuzi. Haleluya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Yesu akasema, kwa jina langu watatoa mapepo, watasema kwa lugha mpya. Mpaka sasa katika hiyo tu kumpokea Kristo Yesu na kumwamini, tutaongea kwa lugha mpya. Haleluya. Tutaongea kwa lugha mpya. Namba 18 inasema ya kwamba watashika nyoka hata wakinywa kitu cha kufisha, hakita wadhuru kabisa. Wataweka mikono yao juu ya wagonjwa, nao watapata afya. Watapata afya. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tumempokea Christ, uwezo ule ulio ndani yake utatuwezesha kufanya kazi ya Bwana kwa urahisi, sababu yeye aliye ndani yetu. Tuweke kweli, kwa Kristo akiingia ndani yetu hakuna kujisukumia, hata hakuna kushinda ukirudia. Pepo toka, toka, toka katika jina la Yesu. Toka, toka. Yaani kisi mnajua vile tulikuwa tunafanya zamani. Hapana. Hata inafaa isikie your presence. Kusikia tu presence yako inafanya nini? Inaondoka. Bwana asifiwe. Kama vile wakati ule Yesu alikuwa anaenda makaburini, alikutana na nani? Na yule mtu alikuwa anaishi makaburini. Na akiwa kwa ubali na Yesu kukubali, mapepo ikamuuliza, umekuja kufanya nini wakati ukiwa haujafika? Umekuja kutuangamiza kwa nini wakati ukiwa haujafika? Hiyo neno ni kusemaje? Mpaka mapepo anajua, mpaka Shetani anajua time yake ya kuangamisha. Na ndio tunakwambianga wakati wowote ukiomba, wacha kushinda ukiambia Shetani rudi kuzimu. Unamwambia rudi kuzimu na anajua time yake ya kwenda kuzimu haijafika. Na ndio mapepo walikuwa wanamuuliza, umekuja kutuangamiza kwa nini? Wakati ukiwa haujafika. Ni wakati gani wa kupelekwa katika kuzimu? Bwana asifiwe. Sasa wewe kila kitu unatuma kuzimu. Magonjwa iliyo ndani yako unaituma kuzimu. Shida ya mafedha unaituma kuzimu. Shida ya nini unaituma kuzimu. Kwa kuzimu inaenda inazunguka, inakosa kuzimu, inarudi mahali pake, mahali pale ilikuwa.
Inarudi mahali pake, sababu kuzimu lango bado. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unang'ang'ana miaka nenda miaka rudi ukiwatuma kuzimu, lakini hakuna njia. Tutoke hapa tuendelee. Tutoke katika huu mstari tuingie katika mstari mwingine kwa Matthew 16. Yesu amewapa mandate ya kuendelea na kuhubiri. Tumepewa uwezo na nguvu na mamlaka. Katika kitabu ya Matthew tulikisoma hata last week. Matthew 16. Matthew 16:13. Na ndio nilikuwa ninakwambia kwamba kupitia kule mstari wa Matthew 16:13 unasema at when Jesus came unto the coast of Caesarea Philippi, he asked his disciples, saying, whom do men say that the Son of Man I am? Bwana asifiwe. Ati basi Yesu akaenda pande za Caesarea Philippi, akauliza wanafunzi wake akasema, watu husema mwana wa Adamu kuwa ni nani? Kiingereza 14. Verse 14. And they said, some say that thou art John the Baptist, some Elias, and others Jeremiah, or one of the prophets. Wakasema wengine hunena Yohana Mbatizaji, wengine Elia, wengine Yeremia au mmoja wapo wa manabii. Soma 15-18 haraka. 15. He said unto them, but whom say ye that I am? And Simon Peter answered and said, thou art the Christ, the Son of the living God. 17. And Jesus answered and said unto him, blessed art thou, Simon Bar-Jonah, for flesh and blood has not revealed it unto thee, but my Father which is in heaven. And I say also unto thee that thou art Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. And I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. And whatsoever thou shalt bind on earth shall be bound in heaven, and whatsoever thou shalt loose on earth shall be loosed in heaven. Akawaambia, nanyi mwanena mimi kuwa ni nani? Yesu alikuwa anataka kujua tofauti ya mioyo ya wanafunzi wake na watu wa nje. Bwana asifiwe. Na kwa sababu wao ndio walikuwa wanatangamana na watu, wakamwambia, wengine wanasema wewe ni Elia, wengine wanasema wewe ni fulani, wewe ni nabii, wewe ni nani? Namba 16 akasema ya kwamba akasema wewe ndiwe Kristo. Huyu ni nani amesema hivyo? Wakati aliwauliza, na nyinyi mnasema mimi ni nani? Simon Petro akajibu akasema, wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Wewe ndiye Kristo mwana wa Mungu aliye hai. Nani alisema hivyo? Petro. Namba 17 akasema ya kwamba Yesu akajibu akamwambia, heri wewe Simoni Bar-Jonah, kwa tunalisoma wakati wote. Wakati ni kabla Yesu hajakufa, akawaweka mahali pamoja, akawafungua. Ni katika kitabu ya Luka 24, akafungua mawazo yao. Bwana asifiwe. Ndio waweze kufanya nini? Waweze kuelewa, kuwa na kufungua mawazo yao. Kuwafungua mawazo yao ni kusemaje? Akafanya waweze sasa kwanza kutambua mapenzi ya Mungu. Ni kuwapa roho. Bwana asifiwe. Wakati tutafika hapo, wakati ule kitakuja, tutaweza kuangalia mambo haya vizuri. Tunaona ya kwamba, na ndio nilimwambia on Sunday ya kwamba Sunday nilimtajia kwa sababu tulisoma huo mstari mpaka 18, tukaona ya kwamba kanisa sio
kuenenda tunaenenda, sio kujoin tunajoin, lakini kila mtu aweze kuamini ya kwamba nimezaliwa ndani ya kanisa, nimezaliwa ndani ya Kristo. Bwana asifiwe. Na ndivyo niko ndani ya nyumba la Bwana. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nimezaliwa ndani ya kanisa. Kwa hivyo kanisa na Petro, kama Petro hangetambua Kristo ni nani, hangeweza kujulikana kama yeye ni mmoja wa wale wana Mungu amewapa kibali na neema. Lakini Yesu Kristo alisikia neema kuu sana ndani ya Petro, na akamwambia juu yako nitajenga kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wale wote tu ndani ya nyumba la Bwana tumezaliwa katika nyumba ya Bwana, tumezaliwa hapa, na hatujazaliwa na mtu, tumezaliwa na Kristo mwenyewe. Katika kitabu ya Acts 2:38 ukiangalia Acts chapter 2 verse 38. Then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sins, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Akamwambia kwamba kulingana na neno mahali tumesoma, akamwambia ati Kiswahili nikirudia Kiingereza kidogo inasema, then Peter said unto them, repent and be baptized every one of you in the name of Jesus Christ for the remission of sin, and you shall receive the gift of the Holy Ghost. Bwana asifiwe. Wakati wa John the Baptist, wakati walikuwa wanabatizwa na maji mengi, walikuwa wanapokea Roho Mtakatifu. Ndio uweze kuelewa huyu Roho Mtakatifu, hakuna mtu awezaye kupokea Roho Mtakatifu kama hajabatizwa katika Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Naye akawaambia, akasema, and you shall receive. Akawaambia, and you shall receive. And you shall receive the gift. Kwa hivyo wakati wote mtu amepokea neno la Bwana, nalo neno linafanya kazi ndani yake, kile unachokipokea ni Roho Mtakatifu. Haleluya, Bwana asifiwe. Holy Ghost anapeanwa kwa nani? Kwa believer. Bwana asifiwe. Tunapokea Roho Mtakatifu wakati tumefanyika wale walioamini. Bwana asifiwe. Wakati tumeamini tunapokea Roho Mtakatifu. Haleluya. Hauwezi pokea Roho Mtakatifu kama haujafika katika nafasi ya kuamini. Ni lazima uamini. Na kila wakati walikuwa wako tayari kumpokea yule Roho Mtakatifu sababu wameshaamini. Wale wote walikuwa yani walikuwa mahali pale, walikuwa wanajulikana na walikuwa wanaelewa ya kwamba watampokea kwa sababu wote walikuwa wamepokea, wameamini. Kwa hivyo wakati tunapoamini tunapokea Roho Mtakatifu. Kwa hivyo tunapokea Roho Mtakatifu wakati tumeamini. Unaweza sikiliza usikie ninarudia. Ninarudia kwa sababu ninajua ni kwa nini ninarudia. Sababu sitaki ushike tu vile tunashikanga tukipotea kama watu wamekimbizwa. Hauwezi pokea Roho Mtakatifu kama haujafika katika kiwango cha kuamini the gospel. Wakati umeamini gospel ndio una receive the Holy Ghost. Wakati umeamini. Bwana asifiwe. Pia huyo mwingine umeamini umeamini neno la Bwana. Kama umeamini neno la Bwana ndio utaweza kupokea the Holy Ghost. Kwa hivyo mambo ya kusema wokovu
Wokovu njia yake moja ni gani? Ni wakati sasa tumeamini. Wokovu tunaupokea kwa kuamini. Wokovu hatupokei kwa sababu tumekuja kanisani ama kwa sababu sisi tuna pesa tumetoa. Hatupokei kwa sababu tunaongea na lugha zinaongeleshwa na watu wanaongea, hata waganga na washabi wanasiongea. Wakati tunapokea Holy Ghost wakati tumepokea salvation. Kwa hivyo sio Holy Ghost anatangulia, ni wokovu unatangulia, alafu tunapokea Holy Ghost. Act 10:47. Kitabu ya Act 10 mstari wa 47. Acts chapter 10 verse 47. Can any man forbid water that this should be? Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Can any man forbid water that this should not be baptized, which have received the Holy Ghost as well as we? Yeah. Kiswahili inasema 47. Ati ni nani awezaye kuizuia maji hawa wasibatizwe, watu waliopokea Roho Mtakatifu vile kama sisi? Bwana asifiwe. Nani ama ni nini kinaweza zuilia hawa watu wakose kupokea Roho Mtakatifu? Kwa hivyo wakati mtu ameamini ni lazima apokee. Nini kinaforo? Ni kupokea Roho Mtakatifu. Bwana asifiwe. Kupokea Holy Ghost. Kama vile na wao wamempokea. Wale walikuwa wanawafundisha walikuwa na Roho. Kwa hivyo wakati walikuwa wanawafundisha na kuwaelekeza, walipokea kile nao walikuwa nacho. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wakati tu walikuwa wanawafundisha, wakati tunapofundisha mahali hapa ndio tunapokea Roho Mtakatifu. Wakati tunapofundisha mahali hapa ndio tunapokea speaking in tongues. Wakati tunapofundisha ukiwa katika tayari kupokea lile neno, ndio unaelewa unapokea the gifts of speaking in tongues, word of knowledge, word of wisdom. Bwana asifiwe. Wakati unaendelea na kupokea hayo mambo, inajijenga ndani yako, inajitunza ndani yako, na unajikuta katika uwezo wote wa kuweza kuyatambulisha mambo yale kwa uwezo wa Kristo. Sababu wengi wale hawana Kristo ndani yao, wanaongea na lugha, wanaongea si tulikuwa tunaongea, lakini tulikuwa tunaongea kwa roho. Yule hana hatukamdhibitisha, hatukamuonyeshana katika ukweli, kwa sababu hata hatukuwa tunajua maandiko yale yanaonyeshana ukweli wa huyo roho. Haleluya. Si tulikuwa tunaambiwa ya kwamba kujeni hapa mjazwe na lugha. Tulikuwa tunateseka sana tukienda kujazwa na lugha. Unazunguka miaka ukijaribu kujazwa na lugha, lakini na mambo mengine mengi lakini haupokei. Kumbe ni jambo rahisi, ni kukaa tu chini, kusikiliza neno, kuliamini neno. Nao mambo hayo yote, hizo vipawa zote na fruits of the Holy Spirit, sio zote zinaanza kujijenga ndani yetu. Bwana asifiwe. Ni kwa sababu hiyo kazi si yetu, na sio kazi yetu ya kutafuta, sio kazi yetu ya kutaka kujua itatoka pande gani. Ni kitu kinajileta tu wakati tu tunaendelea kuamini. Asifiwe. Kwa hivyo wakati unafungulia neno la Bwana moyo wako, neno yule akiingia, na ndiye Christ, wakati anapoingia anaanza mazao, anaanza kuzaa katika undani wako, kwa sababu umefanyika kuwa his dwelling. Katika kitabu ya 1 Corinthians
1 Corinthians 2. First Corinthians 2, soma mstari wa 12. 1 Corinthians chapter 2 verse 12. Now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Bwana asifiwe. Kiswahili inatuambia kwamba lakini sisi hatukuipokea roho ya dunia, bali roho atokaye kwa Mungu, makusudi tupate kuyaijua tuliokirimiwa na Mungu. Bwana asifiwe. Kiingereza wacha nirudie kidogo, inasema now we have received not the spirit of the world, but the Spirit which is of God, that we might know the things that are freely given to us of God. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yetu na katika ndani yetu kuna mambo mengi tumepewa hivyo bure. Bwana asifiwe. Tuna mambo tumepewa hivyo bure. Alafu Biblia inatuambia kwamba hatukupokea roho wa uoga. Tumepokea roho wa ujasiri. Tumepokea nguvu, uwezo, mamlaka. Na ndio mahali pale tulisoma wale wote watakaye muamini wataweza kutoa mapepo, wataweza kuongea kwa lugha mpya, wataweza kusimama katika mwanya wa mambo yote na itakamilika. Nani ananenewa? Ni yule atakaye kuja ama ni wewe? Bwana asifiwe. Ni wewe unanenewa ama ni wale watakao kuja? Wewe unaweza pokea hizo nguvu na uwezo huo wote na mamlaka hayo yote ama hauwezi? Unayo ama uko hauna? Bwana asifiwe. Kutoka siku ya leo ukienda kufanya evangelism ama one on one, usiwe na shaka kwa jambo lolote. Haleluya. Fanya jambo lile unaenda kulifanya ukiwa na uwezo wote, ukijua ya kwamba Kristo amefanyika kuwa nimefanyika kuwa his jewelry. Bwana asifiwe. Nimefanyika kuwa nafasi yake, nyumba yake. Haleluya. Kwa hivyo wakati wote ninapofanya kazi yake, sio mimi ninayoifanya, yeye anaifanya ndani yangu. Haleluya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Umepokea roho. Umepokea roho, na yule umepokea sio nini? Sio roho wa uoga. Sio roho wa uoga. Unafaa kuelewa ya kwamba Kristo akiingia ndani yako, unafaa kuwa na boldness. Ukifanya kazi yake, fanya kazi yake kwa nguvu yote, kwa uwezo wote, kwa mamlaka yote, ukijua ya kwamba ni yeye aliye ndani yako na ni yeye anaifanya hiyo kazi. Hakuna kitu unahitajika wewe kuonyeshana. Kazi yako yote ni bure wakati hata unaionyeshana. Bwana asifiwe. Hakuna kitu inahitajika ionekane yako. Hakuna. Bwana ni mwisho. Kuna wakati tunasoma yule mtu aliweza kushikilia nini? Sanduku la agano, si ndio? Tunaona wakati ule Daudi alikuwa analiteremusa, waliimba, na wakati ule walikuwa wakiimba, tunaambiwa ya kwamba hiyo sanduku la agano lilikuwa linafaa libebwe na mabega ya watu, si ndio? Lakini ikabebwa na punda, na ng'ombe. Na wakati waliona linaenda kuanguka, huyu mtu tunamwitaje? Alilishikilia. Uza alishikilia lile sanduku. Na wakati alilisikilia, Biblia inasema kulifanyika nini? Alikufa. Haleluya. Wakati popote sanduku la agano limo ndani yako, sanduku la agano ni nini? Sanduku la agano ni nini? Christ.
Christ ndiye word. Wakati wote Christ yu ndani yako, unafaa chochote unachokutana nacho kinakufa. Bwana asifiwe. Chochote unachokutana nacho, wakati tu unaponena, wakati tu unapo simama katika mwanya wa kuhubiri, chochote kile kiko pale kinafaa kupata hiyo neema iliyo ndani yako. Bwana asifiwe. Sanduku la agano lilimuua Uza. Wakati umepokea lile sanduku, wakati umepokea Christ, wakati umepokea word, na hivyo ni word liko na uzima ndani yako, unafaa jambo lolote unalolifanya uweze kukamilika. Haleluya. Sanduku la agano lilimuua Uza. Sanduku la agano lilimuua Uza wakati alipokuwa analishikilia. Haleluya. Ni kama vile umekaa hapa chini kanisani, umekuja kujaribu kama neno la Bwana unaweza lipokea, na wakati ulikaa chini na ukalipokea, ukampokea Kristo, ukapokea ile watu, ulikufa pamoja naye au kukufa? Lile neno lilikuwa ama halikuwa? Bwana asifiwe. Sasa wewe na Kristo umefanyika kwa mmoja ama hamjafanyika? Sababu ulienda ulipokea. Wakati alienda kulipokea tu lile sanduku la agano lilikuwa. Haleluya. Wakati ulijaribu kuja kukaa chini ndio usikilize gospel, gospel ilifanya nini? Ilikuwa. Bwana asifiwe. Sasa hivi, sasa wewe ndio umebeba sanduku la agano. Sasa hivi wewe ndio umebeba sanduku la agano. Wewe sasa ndio uko na sanduku la agano. Na kuna faya yote ile atakapokuja katika maisha yako, anakufa. Kufa namna gani? Anapokea hilo neno, anaamini Kristo, na wakati anapoamini Kristo anafanana na Kristo. Bwana asifiwe. Kufanana na Kristo ni kufanya nini? Ni kuondoka katika maisha ya mwilini ama kuondoka katika akili za mwilini na kuingia katika akili za rohoni kulingana na vile neno linavyosema. Bwana asifiwe. Uweze kuwa dwelling place ya Christ. Bwana ni roho. Kwa hivyo neno linafaa kuvunja-vunje. Linafaa kuvunja-vunje. Lilimvunja huyo mtu alienda Uza wakati alienda kulishikilia. Likamuondoa Uza wa ukawaida, akabaki Uza ule ana uwezo na nguvu na mamlaka ya kufanya kazi pamoja na Kristo. Mimi sanduku la agano liliniua. Sanduku la agano lilinivunja-vunja, liliniua. Na nimesimama hapa nikitangaza ya Kristo na sijui lingine, kwa sababu sanduku la agano lilinivunja-vunja. Bwana ninatangaza neema ya Kristo kwa sababu yeye ndiye alibaki ndani yangu. Umwili wangu wote, maisha yangu yote, akili zangu zote zilivunjwa. Haleluya. Amen. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Kwa hivyo wakati tumepokea Roho Mtakatifu yani undani wetu tunavunjwa. Bwana asifiwe. Utu wa mwilini unamalizwa, tunabakishwa tu utu wa rohoni. Na wakati wowote tunapofanya kazi ya Kristo ama tunaposikiliza neno ama tunapotaka ama unapotaka kuomba, usikafikirie kwamba kuna wakati utasimama katika mwanya uvute Mungu kutoka mahali hapo akuje kwako. Hiyo ni kudanganyika. Pia mwenzako umedanganyika ati unaweza vuta roho wa Bwana kupitia nyimbo. Bwana asifiwe. Hauwezi vuta roho wa Bwana katika nyimbo, hauwezi vuta roho wa Bwana katika kujitolea, hauwezi vuta roho wa Bwana kupitia kufunga, hauwezi vuta roho wa Bwana kupitia kulisikiliza tu neno ama kukuja kanisani. Neno la Bwana, roho wa Bwana ni lazima awe na nafasi, unampokea kupitia roho moyo wako. Bwana asifiwe. Unasikia na unaamini. Kwa hivyo you must believe the word of God.
ndio aweze kufanyika kuwa nafasi yako. Haleluya. Unajua wakati mwingine, wakati tulikuwa katika ulimwengu, tulikuwa tunajaribu kuimba nyimbo za rohoni, zingine za upole, zingine si za upole. Si mnasikumbuka Ndio wakati ndio tulikuwa na zile tulikuwa ni wewe tu unavuta. Sasa ni roho unafanya nini? Imba sio abilia kuona hata leo wala ni roho chini. Mtiri ende wako hayuko mahali fulani na hayuko kwa usingizi ndani yako, anakuweka tayari macho na anakuweka tayari wakati wote. Utaweza kumkaribisha katika, utaweza sasa kuingia katika nafasi yoyote ya kufanya kazi yake. Yeye anakuweka tayari sana kufanya kazi pamoja na Bwana asifiwe. Ndani yako hakuna mahali unaenda kumtoa ama kufanya aweze kukaribia. Nikija kumalizia ya saa hii, Roho wa Bwana anapokelewa kwa sababu wakati wowote Kristo anakuanga ready. Tunampokea kwa sababu Kristo anakuanga kila wakati ready tuweze kupokea. Kwa hivyo hakuna wakati unaweza sema huu ndio wakati ule mzuri wa kupokea Roho wa Bwana, huu ndio wakati ule mzuri wa kuokoka, huu ndio wakati ule mzuri wa kuongea na Mungu. Hapana, yu ndani yako. Kwa hivyo hakuna wakati, yani amepeanwa tayari. Haleluya, ameshapeanwa tayari. Kwa hivyo si wakati ule atakuja kujeni tuko na conference ya kujazwa na lugha, kutuna revival ya kufanya haya na yale mengine. Hapana, Kristo yu ndani na anafanya kazi hata saa hii. Hata saa hii anafanya kazi ndani yako. Haleluya. Amen. Wewe ndiye tu unaweza mfungilia asifanye ile kazi. Wewe jao kazi ile unahitajika kufanya ni ya kwamba ni kusimama katika mwanya na kuonyeshana. Bwana asifiwe. Na kufanya aweze kujulikana, kuglorify jina lake. Na hiyo kuglorify ni kusema nini? Wakati wote umejitoa ndio uweze kupeana ama kuwanenea ama kuwajulisha watu wengine kuhusu utukufu na ukuu wake, unafanya jina lake liweze kuinuliwa. Bwana asifiwe. Wakati unalolitangaza, unalolinena, unafanya jina lake likaweze kuwa glorified. Kama vile yeye wakati alipokuja ulimwenguni alikuja kutuonyesha jina la nani? La Baba. Na sisi ndio tuko pale tuweze kuonyeshana jina la nani? Jina lake. Na tunalionyeshana wapi? Kwa wenzetu. Bwana asifiwe. Wakati wote tunapohubiri tunalionyeshana kwa wingi na kwa utukufu. Na wakati wote tunapopokea Roho wa Bwana, Roho wa Bwana anapokelewa katika kitendo ya imani. Bwana asifiwe. Hauwezi pokea Roho wa Bwana kama hauna imani. Imani ndio inasababisha kila mmoja wetu aweze kupokea imani, kupokea the Holy Ghost. Kwa hivyo ni lazima uwe na imani ndio uweze kureceive Christ in your heart, ama kureceive gospel of Christ in our heart. Ni kupitia faith. Ni lazima uwe na imani ndio uweze kupokea gospel of Christ. Ni imani inasababisha. Haleluya. Na wakati umepokea hiyo imani, wakati umeshakuwa na hiyo imani, wakati sasa umempokea Christ, unafanyika mara moja kuwa nyumba yake. Kuwa tunaita what a dwelling place, tunaita house of God, alafu temple of God, alafu Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo wakati tu tunampokea tunakuwa temple.
Wakati tu tumekuja kuwa na imani hiyo ya Kristo, umefanyika kuwa temple of the Spirit. Kwa hivyo nyumba yako wewe, wakati umepokea ule Roho, wakati umekuwa na hiyo imani, umefanyika kuwa mara moja nafasi ya Roho Mtakatifu mahali pake pa kuishi. Kwa pamoja. Kwa hivyo saa hii wewe ni nyumba yake, ama wewe utakuja kufanyika kuwa nyumba yake? Roho Mtakatifu yu ndani yako, ama anakuja kuingia ndani yako? Bwana asifiwe. Tayari umeshafanyika, tayari umeshakuwa, tayari umeshampokea. Bwana asifiwe. Tayari wewe yu nyumba. Apia huyo mwingine murora Mungu mmoja ndiye kama nyama utakuone pesa ndio iba dede akoga ya mundu magana matano kiraigwa. Amen. Mundu wa mothe kukinya ngono igego rya mwisho no liwa ende amuna he moyo mogo muhano muko muri angathiu lakini tunajiwanga, mimi najiwanga ya kwamba wakati mmoja mutura umetengenezwa. Si mnajua mutura unatengenezwa aje? Unawekwa vitu mingi ndani, sina maji. Ukiwekelewa katika karai ile, moto unazidi kuwekwa. Ile mutura inaanza kuiva, si ndio? Mutura uivie wapi? Kuna kitu moja halikosi kufanya. Kingapika ni jambo gani? Hiyo jambo lazima ifanywe. Na mwenye motura lazima awe na kisu yenye ni sharp pale mbele, ama ako na kachuma na kufanya nini? Duga. Haleluya. Hiyo ni njia moja unafaa kuelewa na kujua ya kwamba huo motura lazima uwadugwa. Kwa nini? Ndio utoe maji. Haleluya. Ukitoa maji unakuwa nini? Unakauka. Ukikauka, sasa mtu akikula huo mtura ndio uko na utamu. Bwana asifiwe. Lakini kwanza uliipa kupitia ile maji ilikuwa ndani. Kwa hivyo pole. Wakati tunapoongea, hata tukiona sura zikiwa na muna hiyo, tunajua ni kama metura imewekelewa katika rogeo juu ya moto. Na wakati imefika katika wakati wa kudugwa, hakuwa bila furaha. Sio wakati unadungwa, ukidungwa hivi unatoa sauti gani? Motura ukidungwa unatoa sauti gani? Na unarusha maji na hewa Najua tunaelewa my dears. Toeni hiyo maji na hewa ndio muweze kugauka mwe kitu kile Mungu aliweza kutarajia kwenu. Haleluya. Bwana asifiwe. Ndio tunafanyika kuwa ile motura kamili. Mungu hataki tumaji hata kidogo. Anahitaji ndio tunaenda kushikilia. Hatutaki kuingia ndani. Tunamwona Musa, hatutaki kuingia ndani. Lakini wakati ulijaribu kushikilia ndio sababu kama lisianguke ukajikuta ndani. Sasa uko ndani wewe ifa pole. Leo tunaduga na sasa tutafanya nini? Tutaduga na hiyo ingine. Na ukiona tumeacha kuduga, ujue tuko karibu. Ni kesho yake. Kazi imekwisha. Haleluya. John the Baptist, wakati ule kazi yake ilikwisha, wakati alitoka katika gospel kutangaza juu ya Christ, sika hapa vizuri. Wakati ule John the Baptist aliacha kutangaza Christ na kusema tengenezeni njia, tengenezeni mapito yake, si ndio? Alivutwa na kwenda wapi? Palace. Na wakati alipoingia Palace, wakati ni kitu alisikia Herode amechukua bibi ya brother yake. Na kwa sababu Old Testament imekanusa hiyo jambo haufai.
akaenda kupeleka ukweli. Akaenda kupeleka ukweli wapi? Palace. Wakati alipofika pale, sinakwenda kupeana ukweli, kumwambia president huyo, mfalme, umefanya jambo isiyofaa. Kuna hitajika hivi na hivi na hivi na hivi. Alifanya nini? Alitolewa alitolewa kichwa kwa sababu ya kupeleka ukweli. Ule ukweli unataka kudhibitisha, utakukata kichwa. Kazi ile umepewa ni moja, preaching. Bwana asifiwe. Aliachana na kuhubiri gospel, akaenda kupeleka ukweli. Mimi hapa sileti ukweli, mimi nimeleta gospel. Kuhusu nani? Christ. Bwana asifiwe. Ukweli umejaa huku ulimwenguni na umejaa kila mahali. Ukweli ukiutaka utaupokea mahali popote. Lakini ule ukweli utafanya ufungwe. Bwana asifiwe. Ule ukweli unakuka watu mpaka jela. Tuko pamoja watu wa Mungu. Yohana alikatwa kichwa kwa sababu ya kupeleka ukweli. Aliachana na gospel, akaenda kupeleka ukweli. Na wewe umeachana na gospel, umeenda kupeleka ukweli na kutaka kudhibitisha wewe uko sawa. Uko sawa. Hauko sawa mtu wa Mungu, hubiri injili ndio uweze kuwa sawa. Usawa uko katika gospel. Gospel ile inazungumza kumhusu Christ Jesus. Lakini hata kusikishinda ukipeleka ukweli ndani ya nyumba yako. Ate mimi sikufanya hivyo. Si nimekushika red-handed. Hapana, alikuwa ukweli hata ukiunena hauonekani. Lakini ukihubiri Kristo, hata kama ukweli unaonekana, uwekelee tu Kristo juu yake, yule mtu utamfanya aweze kufanya nini? Aweze kujirudia. Tuko pamoja watu wa Mungu. Peleka gospel of Christ mahali popote, hata kama pako na mnagani. Wachana na ukweli hakuna wakati utakufungua. Bwana asifiwe. Ukweli utakuwa. Na ndio mambo mengi na mengine tunafaa kuitazama tuna macho, lakini tutumie. Bwana asifiwe. Tukijua ya kwamba tulijikuta katika hiyo hali kwa sababu tulikuwa tunahitaji kweli. Tulikuwa tunahitaji kuwa katika nafasi ile nzuri. Tukakuta badala ya uzuri, tukakuta kifo. Tusimame. Turenda gukinyanĩria maũndũ wega, turenda kuigua twĩ mahali, turenda kuigua tũrĩende, no thutha wa macio mothe nĩkĩ kĩrokire? Kwa hivyo hatuhitaji kweli, tunahitaji kuhubiri gospel. Bwana asifiwe. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu msalabani yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu yafungua wagonjwa. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu yatufanya watu wa Bwana wa Mungu. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Damu ya Yesu yaweza mambo yote. Damu ya Yesu iliyomwagika yaweza mambo yote. Dakika moja naomba shukuru Bwana ni kwa sababu ya hiyo kazi aliyoifanya. Hiyo damu aliyoimwaga katika msalaba.
huo uwezo aliyoupeana katika maisha yetu sisi, hiyo hukumu aliyoiondoa miongoni mwetu sisi wote, tukafanyika kuwa wana wa Mungu. Pasipo sisi kujipendea, tulijikuta tumepelekwa. Hiyo nguvu yake ilitufanya tukaweze kusimama na tukaondokewa na yale yote yalikuwa tatizo na hukumu na nguvu za giza zilizokuwa zimetufunga. Tumepokea sasa ahadi na mamlaka yake kwa uwezo wake yeye mwenyewe, si kwa kazi yetu, si kwa uweza wetu, si kwa mamlaka yetu, sio kwa kupenda kwetu. Tumekuta ametufanya na akatusimamisha katika ukweli wake na katika mapenzi yake. Mshukuru yeye Bwana, yeye mkamilifu. Mshukuru yeye Bwana, yeye anayefungua na anayedumisha uwepo wake na uweza wake zikawa pamoja nasi katika maisha tunayoishi. Sasa sisi sio wa ulimwengu, sisi ni wa mbinguni. Sisi si wa hapa ulimwenguni. Hapa sisi tu ni wageni. Sisi hapa ni watu wasio na sisi mbinguni ndio mahali petu. Hapa tulipo ulimwenguni hatuna kikao na hatuna nafasi yetu, kwa sababu nafasi yetu tumeipata katika ufalme wa Bwana. Hivyo shaka la maboga ya basi medani tena Bwana ndio kama matendo tena Bwana ndio kama matendo ni Bwana tena Bwana. Ikao lote wa Bwana kwa tena maboga ni basi tena Bwana. Pokea sifa na utukufu wewe ni Bwana na wewe ni Mungu. Usiye Bwana tupatie sifa kama mfalme. Nitakuinua Bwana tukubariki. Yule alitufanya kuwa kiti chake Bwana Jehova Jireh, ama nafasi yake ya kukaa Bwana mfalme na kupumzika. Ninawabariki watu wao wote Bwana Jehova Jireh na familia zao. Ninawaombea Bwana Jehova Jireh wakati wote waishipo, wasikaweze kuangalia nyuma wala waangalie mambo yale yanawazunguka. Wacha wakutazame ni kwa sababu Bwana Jehova Jireh wewe ndiye nguvu zao Bwana, uweza wao mfalme. Wacha wakati wote ulio ndani yao Bwana wasikie Bwana Jehova Jireh mtakatifu wema wako na uweza wako Bwana ukitenda kazi ndani yao mfalme. Wacha miguu yao usikaweze kufungwa mahali pamoja. Wacha Bwana Jehova Jireh tutoke sisi wote mfalme, tukahubiri Injili, tukaipeane Bwana Jehova Jireh kwa watu wakubwa na wadogo. Ni kwa sababu hiyo ndio ile kazi umetupa. Asante ni kwa sababu ya evangelism ile Bwana Jehova Jireh unaendelea tu na kuweka ndani mahali hapa. Kila mmoja wetu Bwana, kutoka mtoto mpaka mtu mzima, umetufanya kuwa Bwana Jehova Jireh chombo cha kufanya kazi yako. Wengi wetu Bwana wanashughulikia kazi zao, wengi wetu wanashughulikia nyumba zao, waume na wake wao Bwana, watoto wao mtakatifu, lakini wamesahau ya kwamba kuna mwito mwingine, ule wa kwanza ulitangulia katika maisha yetu. Ule Bwana tunapaa kutilia manani sana. Ninaombea watu wao Bwana waweze kutambua vyema, kama vile akina Petro walitambua, wakaacha mambo yote Bwana, wakamfuata Yesu ndio waweze kutimiza mambo yale yalikuwa imetangulia. Nasi Bwana yoyote tunayaomba tukifanya kazi zetu Bwana Jehova Jireh, na kalia zote zile tuko nazo tumezisomea, wacha Bwana ziweze kuwa faida katika maisha yetu kwa kufanya hii kazi yako Bwana. Wacha Bwana Jehova Jireh iweze kuleta yale yote yanayohitajika katika maisha yetu. Hiyo kalia Bwana wacha iinuke, wacha Bwana Jehova Jireh iweze kubarikiwa. Na tena Bwana Jehova Jireh katika kunena kwa Injili na kwenda Bwana Jehova Jireh kuenenea wengi na kuwajuliza wengi. Kwa Bwana tunajua ya kwamba hiyo Bwana ni karama ndani yetu, na kuna wakati itaweza kufungwa wala kuondoka ndani yetu. Mahali popote tutakapokwenda, hata katika kazi zile tunazozifanya, wacha tuwajulize watu wote ya kwamba kuna uwezo na nguvu ndani ya Kristo, yule atendaye mambo yote na yule ambaye watu mzima wa milele na katika maisha yao kuna kuwa Bwana Jehova Jireh na uwezo, na wanafanyika kuwa nyumba Bwana mfalme yako ya kuishi na kutulia ama kupumzika ukifanya kazi pamoja na wao. Asante Mungu wetu kwa sababu ya hii kanisa letu. Tunakushukuru tukijua ya kwamba
Ni siku ya leo tu Bwana. Watu wengi Bwana Jehova Jireh watajua neno hili kupitia matuhama na kupitia wale wengine Bwana Jehova Jireh watakapotutembelea na waweze kujiunga pamoja nasi, na tuendelee Bwana Jehova Jireh kunena mausia yako. Twakuinua wewe Bwana mtakatifu na Mungu wetu, nikiwaombea waimbaji na nikiomba kwa sababu ya wahubiri wengine watasimama, na jambo lolote lile tutakalolifanya hapa, tusifanye jambo lolote Bwana Jehova Jireh kwa tamaa yoyote ile itokanao na ulimwengu, lakini Bwana Jehova Jireh tusifanye yote tukijua ya kwamba yatazidisha neema yako iweze kujulikana kwa ubali na kwa karibu kwa watu wako Mfalme. Katika jina lako Yesu Kristo tumeomba sisi wote na tumeamini. Amen.